Tanzania. Wassalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristu. Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Spika wa Bunge mstaafu, waheshimiwa viongozi wote kama ambavyo mmekwisha tambulishwa, niseme kwamba itifaki imezingatiwa. Niko hapa kutoa salamu za waheshimiwa marais wawili, rais wa Dar es Salaam na rais wa mkoa wa Pwani ambao wako Dodoma kwenye vikao vya bajeti. Mheshimiwa Waziri, naomba nitoe salamu fupi tu za kisekta ya viwanda na biashara, hasa katika mkoa wetu wa Pwani, kwa sababu mkoa wetu ni wadau wakubwa sana kwenye sekta hii, na ni sekta ambayo kwa kweli naweza nikasema ndio sekta inayoongoza katika mkoa wetu wa Pwani. Mheshimiwa Waziri, mkoa wetu kwa sasa hivi una viwanda karibuni 1535, na kati ya hivyo tuna viwanda vikubwa 124, tuna viwanda vya kati 120, tuna viwanda vidogo 274 na viwanda vingine ni vidogo sana. Tunazalisha vitu vingi, tunazalisha bidhaa zote za ujenzi, tunazalisha madawa ya binadamu, tunazalisha vipodozi, tunazalisha vinywaji, tunafanya assembling, tunafanya agroprocessing, na tunazalisha kwa mahitaji ya ndani, na tuna export kwenda nje ya nchi. Nikitoa mfano mmoja tu, mzalishaji wetu wa ndani Kairuki, Mheshimiwa Waziri, kila mwaka ana export karibuni lita milioni 2 za dawa ya, kwa lugha ya rais tunaita drip. Na Mheshimiwa Waziri, viwanda hivi vimekuwa na manufaa makubwa sana kwenye mkoa wetu. Sisi tuna karibuni kufikia sasa hivi ajira 80,000. Ukifuatilia mnyororo mzima wa ajira za viwandani, ajira rasmi na zisizo rasmi zinafika ajira 80,000. Lakini pia kwa upande wa halmashauri, kwa mfano sisi Kibaha, 50% ya mapato ya halmashauri yanatokana na service levy, ambayo tumeweza kufanya vitu vingi. Tumejenga madarasa, tumejenga shule, tumejenga vituo vya afya, tumerepea barabara, tumejenga miradi ya maji kwa sababu ya uwepo wa viwanda hivi. Kwa hivyo viwanda hivi vinakuwa na mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa mkoa wa Pwani. Na Mheshimiwa Waziri, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Wizara ya Viwanda na Biashara na taasisi zake, kwa sababu kwa miaka 4 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweza kupata karibuni viwanda vikubwa vipya 78. Na haya hayajatokea bahati mbaya, ni kwa sababu maelekezo yake. Elekezo lake namba 1 alisema tutenge maeneo ya kwa ajili ya wawekezaji. Mkoa wa Pwani tuna karibuni kongani 23. Lakini pia tuna land banking za wizara na taasisi, na muona mkurugenzi wa NDC pale. Kongani yao ni moja ya kongani inayofanya vizuri sana kwenye mkoa wa Pwani. Lakini tunazungumza tuna mji wa viwanda na biashara wa Kwala ambapo serikali imetenga karibuni ekari 120. Kwa hiyo maelekezo ya kwanza ilikuwa ni kutenga maeneo ya biashara, na ndio maana uwekezaji umeweza kufanyika. Cha pili, ametusaidia sana kwenye upatikanaji wa nishati ya umeme. Mkoa wetu wa Pwani sasa hivi unapata karibuni megawati 160, ambayo imepelekewa viwanda vingi kuwepo, na tumefanya upgrade ya substation nyingi, Chalinze, substation ya Mkuranga, Zegereni na Bagamoyo. Lakini pia tumewekeza sana kwenye miundombinu ya barabara. Ukienda eneo letu za Zegereni, Lola viwanda kote ametujengea barabara ring road kilomita 12. Ukienda Kwala tuna barabara kilomita 17 inaunganisha Morogoro road kwenda Kwala. Ukienda Kongani la NDC kote kumeunganishwa na lami, na sasa hivi tunajenga barabara kilomita 17 kuunganisha Kibaha na Bagamoyo. Lakini pia amewekeza kwenye upatikanaji wa maji hasa maeneo ya viwanda. Eneo la Zegereni pale tuna mradi ambao unaweza kulisha viwanda kwa karibuni miaka 20. Lakini kwenye mji wa viwanda na biashara na Kwala sasa hivi tuna mradi wa bilioni 29, tutapata karibuni lita milioni 60 za maji kwa siku. Kwa hiyo tunapozungumzia sisi kufanya vizuri kwenye viwanda ni kwa sababu ya kazi kubwa aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Nafahamu wizara yako inasimamia pia sera, na tuna a lot of policy incentives ambazo vitu vyote kwa pamoja vimepunguza sana cost ya uwekezaji kwenye mkoa wa Pwani, na ndio maana mkoa wetu umekuwa na viwanda vingi. Kwa Mheshimiwa Waziri, pia nikupongeze sana kwa jitihada za kuja na sensa ya uzalishaji. Naamini mengi mazuri yameelezwa, na sisi katika level ya wilaya tunahitaji kufanya planning za maji, nishati, kupanga zaidi. Hatuwezi kupanga kama hatutakuwa na takwimu.
Kwa kusema hayo machache, Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana na ninaomba nichukue nafasi hii kukualika uweze kuzungumza na sisi. Karibu sana.